hope you are doing great. Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one and your favorite YouTube channel for daily TV shows, analysis, prediction, stock recaps. Now, our today's video goes to Zari episode 122. Now, at episode 122, Zari will take a new twist because it will jump from Nina's surgery na ilete Nina's episode after 3 months. Because after 3 months of Nina's surgery, Nina anaenda hospitali kuona gynecologist, anafanyiwa ultrasound na akona Luanda. Then the doctor delivers good news that the baby is okay. Hakuna kitu ilifanyikia. Hallelujah, hallelujah. Because this was Nina's prayer. Because the reason why she was even scared of getting the surgery is because she thought that she gonna kill her own baby. That's why hakuwa anataka hii mambo ya surgery, the same to Luanda. But the time they consulted a second doctor, akawaambia it's possible, they did it. And it's true that the baby was not affected in any way. Now, during their visit at the gynecologist, walikuwa na Lola pia mwenye alikuwa ameanzisha hiyo clinic pia 3 months ago. Kumbuka hii episode imejump from time ya Nina yenye alifanywa surgery ikaenda to 3 months. So, Lola goes to see a doctor, but the doctor delivers bad news that dawa zenye amekuwa kikunywa bado hazijafanya kazi, hajapata mimba bado. They should continue trying, maybe wakikaakaa hizo dawa zitaanza kufanya kazi. Now, after Lola getting this information from her doctor, she gets irritated. She gets annoyed. Anamuuliza, surely, for how long? For how long am I gonna try this? Niambie tu hii kitu haiwezekani. Bien anamwambia, let's be a little bit patient until tupate results. Tusichoke. Endelea tu kukunywa dawa, tuendelee na clinic zetu. But it's like Lola already asha make up her mind that it won't happen. So, Nina and Luanda, we are waiting Lola and Bien at the reception. So, Lola kutoka kwa doctor's room, anapata na Nina. Nina anamuuliza kumeenda aje. Lola anamwambia sio kuzuri. Daktari amesema bado hajapata ball. Now, Nina kupata hiyo information ya Lola ana feel vibaya juu ya Lola, yani anaanza kumhurumia. But Lola anamwambia, my dear sister, you don't have to be sad about it. Uko na mimba, umebeba mtoto kwa tumbo yako. Second, uko na Frida. Look at me now. Every day, I wake up in the morning with an hope of getting a baby. And I go to bed crying. Look at me now. I can't bear a child. I can't be a mother again. And Nina namwambia, see, that's why I tried to tell you that you can try medication, because I believe there is an alternative. You can be treated and you can get a medication. Lola namwambia, cut your crap. You did wrong. Even kuniambia I can get treatment, you gave me false hope. Hii story nilikuwa nishasahau, wewe ukaifufua. Ukaanza kunipea false hope. Look at me now. Look at me now. I cannot even get a baby. Yako ilikuwa tu ni false hope and you did something wrong. And Lola akatoka kama amekasirika. Luanda and Nina were like, si tulikuwa tumefikiria ati Lola alichange. Because sometimes I wonder what's wrong with Lola. One day she's good to Nina. Second day she's so wicked. Wakati Nina amekuwa mgonjwa, Lola amekuwa na Nina all this time, akimuone huruma. Lola atakangi Nina akiwa kwa shida, except shida yenye amemletea. Ataki Nina akiwa na huzuni, apart from huzuni yenye amemletea. Ataki mtu agombanishe Nina.
not unless yeye mwenyewe amgombanishe. You see, just the other day she was nice, now she's blaming Nina for telling her she can seek treatment and get a child. Even me, I was like, Lola now has changed for good. Watakaa kama sisters, ye na Nina. But wapi? Kumbe Lola ni yule Lola tu. Haezi bandilika. Tuamini tu Lola till the end of the episode. Atakuwa tu ule Lola wa kuswitch. Leo mzuri, kesho anafanya vituko. Back to the mansion. At the mansion, Frida alikuwa anacheza na grandpa wake. That is Mr. Dylan. And they were having a very good conversation about her pregnant mommy, that is Nina. And Frida was curious to know whether her mommy is carrying a baby boy or a baby girl. Na Dylan akamwambia hata mimi niko curious. I want to know whether the baby is a girl or a boy. Ndio Frida akamwambia, yesterday I prayed God so that mommy can get a baby boy, that I can have a brother. Dylan akamwambia, it doesn't matter. Bora tu mtoto mwenye atazaliwa atakuwa mrembo kama Frida. Now, when they were having this sweet conversation, you know, in Zari, it's drama after drama. Cause lazima kukuwe kuna kitu mbaya inaendelea kwa kila episode. One thing happening here, another thing happening somewhere else. So, Pamba and this group came to the mansion together with Mama Kamal. And this time, they meant it. Because aliambia Mama Kamal, now it's time for Kamal to take her place. Yani they are ready to take a revenge on behalf of Kamal. Si wakaingia kama wanajeshi pale kwa mansion. Kwanza waligonga hiyo mlango na nguvu. Paka kila mtu akatense kwa mansion. Because they were like, what's happening? Ni polisi wamekuja tena ama what's happening? So, kumbe Lily ashapona. Remember, it's after 3 months. Because jana tuliona Lily alitoka hospitali. Jana Nina alikuwa kwa surgery. But the episode switched to after 3 months. So after 3 months, now Lily is good. Ashapona. Ndio alienda akafungua mlango. Then Pamba akaingia kwa mansion na vishindo. Now, Pamba went straight to Dylan and Linda. Akawaambia, cheki, nilikuwa nimepromise Lola that sitawahi guza hii mansion. But sai vitu zilibadilika ile siku yenye Skylar aliua Kamal na mkamtorosha akaenda abroad. That agreement expired. Akaambia Dylan, look, madeni yako yote nilikulipia. All your debts, I paid for your debts. Na hakuna any payments ushaifanya. Listen and listen carefully. I'm going to take everything from you. This mansion, stone house, your cars, everything that belongs to you. And I have seized, I have closed all your accounts, personal accounts, saving accounts, kila kitu yako yote imeenda leo. And Dylan was like, no, you can't do that. You can't take this mansion from me. Kamambia nishachukua already. I've already done it. Hii mansion ni yangu. Na alikuwa na lawyers and some documents to prove that he has done so. And everybody was worried because Frida kalikuwa hapo, Lily na Rhoda walikuwa hapo. And now Pamba akawambia they have to get out of that mansion. Lazima watafute alternative. Because now everything is gone. It's gonna take over everything. Akaambia Mama Kamal, she can take over the mansion. Mama Kamal akamwambia no. It can't happen. Simply because hii mansion foundation yake imejengwa na damu za watu wenye wameuawa na the Kabarages. And I cannot live in such a house.
Sinajua vile mama Kamala anakuanga na maringo. So Pamba akamwambia tutatafuta vile tutafanya, labda tuiuze tufanye vitu zingine kama uwezi kaa kwa hii mansion. Dylan akaambia Pamba, my brother, si nilikuwa nimekuambia hata unipe time ndio my daughter akuwe better. Are you trying to take advantage of the situation now that my daughter has been sick? Pamba akamwambia, mimi si brother yako, stop calling me your brother. I'm not your brother. You should get out of this mansion right away, or else I've already called the police. So the Kabarages hawakuwa na alternative, they had to leave the mansion. Na Linda akarealize that Susan alimbetray. Akasema lazima atake revenge juu ya Susan kuwa betray, simply because walikuwa wamepromise that watachomea watoto wao. And now Susan ashasema ukweli, although Linda na yeye alitorosha Skylar akaacha Rispa. But this case is very different simply because Skylar already aliconfess. Akasema yeye ndo aliua Kamal. Hakusema Rispa ni aliua Kamal. Na hata kutaja Rispa anywhere. So I think mtu mwenye ameuza mwingine hapa ni Susan, because they were being harassed by Mama Kamal and Pamba. Na kona these people, they are not gonna stop. Na Skylar ashaepa. So mwenye atablemiwa ni nani? Ni mtoto wangu. So na Linda akajam, akasema lazima atafanya revenge juu Susan ashachoma already. So I don't know what Linda gonna do about it. Back to Lola and Susan's shop. Now Lola kutoka hospitali alienda pale kwa shop. Susan akamuuliza kumeenda aje, but bado alikuwa na maasira na amekasirika juu ya report yenye daktari alikuwa amemwambia. Lola akamwambia hakuna kitu hapa, hakuna mtoto mwenye nazaa. What I'm doing is like producing crops on a barren land. I'm just doing zero work. Bienda akamwambia wataendelea kujaribu waone kama watapata results. Lola akamwambia there's nothing like that. Hakuna kitu kama hiyo. We are just wasting our time. I'm not gonna get a child again. Then pia alikuwa na maasira zake mingi, akasema pia hiyo shop wanafaa wafunge because they are not making a lot of profit. What they are doing is not even adding up. They are spending a lot. Yomaka akamwambia Lola, surely. Imagine hii shop inatusaidia atulali nje, atulali nja. So what are you trying to say? Same to Zwal na babake akamwambia this shop has really helped us. But now Lola is like it's not making a lot of profit. We should do something. Ama tuifunge tutafute kitu kingine ya kufanya. So Lola kiendelea kucomplain, kuyell. A strange guy entered the shop. Na ni kama alikuwa amesikia chenye Lola alikuwa ameongea, because alimuuliza Lola, why are you giving up so easily? And this is a very interesting character who will be introduced in our today's episode. Na sijui kama atakuwa vile ako kwa hiyo original series, because according to the original series, the guy is very handsome. The guy has a lot of money. He's super rich. You see? Ndio akambia Lola, I'm just here to give you a lifetime opportunity. Bieni akamuuliza, wewe ndio nani? Eti unakuja hapa ati unasema unapea bibi yangu lifetime opportunity. Sasa akasema I'm a businessman. Akawapea cards za business, akawaambia bila kuna mabiashara mingi. Blah blah blah. Yani the guy, from the way he was talking, he was bragging a lot. Ushiona mtu mwenye ana brag. And mostly hawa watu wenye ujichocha sana kwa life, unapata na mtu anajichocha vile ako na mado mingi, vile ako na mabiashara mingi. Hawa watu most of the time they are scams. Remember, this is not the first time Lola is experiencing the same thing. Unakumbuka Nagoya? Alikuwa anaitwa Nagoya ama alikuwa anaitwa aje? Alikuja tu kama an angel. Kama malaika. Kumbe intention yake ilikuwa ni kukimbia na biashara ya Lola. Alikuwa mwizi, alikuwa gaidi. Alikuja kama malaika, kumbe alikuwa ni shetani.
mpaka alikuwa amepesha nani? Amepesha Rispa. So this is another guy who is coming with the same tricks, and Bien is not happy about it. Same to Isaac, same to Mark. But vile Susan aliona msee ako na mado, unajua Susan ni kama anakuanga very materialistic, do nazo anapenda. He was supporting this guy very much. Alikuwa ashaamua sasa tushaomoka, tumepata an investor who is gonna partner with us. Now this guy tells Lola in the presence of Bien that he likes her so much. Yani, he is a great fan of Lola. And Bien was like, what do you mean by that? Ndio msee akamwambia, mimi napenda vile Lola anakuanga creative, vile huwa anafanya vitu zake. You see, now this guy tells Lola that anataka msaidie biashara yake inuke iende to the next level, to the top level. Lola anamuuliza, why me? Why choose me and not any other person? Lola msee anaambia Lola, because you are super talented in whatever you do, you are so creative, you are very hardworking, I admire your work, and you are a very successful business woman. Na kuna watu wengi sana of my level wenye wanakuadmire. So I want us to join hands and work together, so that you can create a new brand. You can fly again, you can soar again, you can become the Lola wa kitambo mwenye alikuwa na ma fashion shops and all that. And if you join hands, we're gonna do it together. We're gonna rise together. Now, anamwambia kuna fashion designers female show. Female show only. Of which is also a red flag. Why female only? And he invited Lola amjoin akuje na some of the dresses zenye ametengeneza kwa shop yake, a showcase, so that investors wanaweza more identify, and through that anaweza omoka. And Lola and Susan were for the idea, but Mark, Bien and Isaac kuna venye hawataki story za umse, but Lola gave in, akagree na umse akamwambia atamletea nini, attendance form assign na pia contract, some documents akuja assign. So Lola akakubali hii deal, and the way she was laughing sheepishly, ni kama already asha fall kwa trap ya umse. Now back to Dylan and his family. After kufukuzwa kwa mansion, Dylan aliamua aende pale kwa the Kabarage Hotel Holdings, ndio at least apate kupumzika na familia yake. So kufika hapo anapata security iko tight. There is no way he can access the hotel. Security wanamwambia hawezi ingia. Dylan anakasirika, anaanza kuchapa hao wa security. Kidogo Luanda na yeye anakuja, anawatenganisha. So msee nawaambia, hii hoteli si ya Kabarage Holdings. Hii hoteli pia tulichukua because we took everything from you, including this hotel. Now Luanda akauliza wa security, Pamba ako wapi? Akamwambia ako kwa ofisi, ako na meeting, and they won't let him go. Akijaribu kuforce his way, wanamtolea magans. Luanda akawaambia, simni shoot. Just shoot me the way you want to do. Because kuna watu wengi hapa and everyone is a witness. So they had to let Luanda go in. So the chief security wa Pamba, of which our security wa Pamba, they look so weak. Mbona kutafuta bouncers? Hey, Jiffy, what's wrong with you? I saw the next on Zari. The security guys, the hitmen for Mr. Pamba, wako na njaa bana. Mngetafuta mabouncers wenye wanaweza tishia Luanda. So Luanda alienda akapata Pamba akiwa na
meeting, then he had to dissolve the meeting. Akamwambia, kijana, nilikuwa nakunywa chai, mbona unaniharibia starehe? What do you want from me? Ni mara ngapi nimekwambia who I am? Ama umesahau? It's my duty to remind you who I am. Na hizi shares unaringanazo za kwa hii kampuni. Imagine you have 25% shares and you have the least shares in the company. So hizi shares unaturingia nazo, they are so little. And Lwanda was like, you are not going to take the mansion away from my wife and my daughter. There's nothing you're gonna do. Pamba kimthreaten, akamweka mangumi. Na hapo kulikuwa na security na alikuwa na gun. Kitaka kumdush, Pamba akamwambia relax, don't do anything. So Nina na Dylan walikuwa wameacha huko chini kwa entrance. And Nina was worried about Lwanda. So ilibidi Nina atoke afuatane Lwanda na Dylan kuona hivi. Na askari walikuwa wanamzuia kwa entrance, akawachapa magumu tia akafuata Lwanda. So huko alienda akapata Lwanda na Pamba wakipigana. Kwanza amepiga security, amepiga Pamba. And Nina was like, no Lwanda, stop doing this, please don't do it. So it's like Nina started hallucinating. Then Lwanda ka realize hapa kumedhuka. Ikabidi atoe Nina nje ndio at least ampeleke home. Now outside the hotel they are still wondering, what are we gonna do? Hatuwezi enda kwa mansion, hatuwezi kaa hapa kwa hoteli. Linda akamwambia, mimi nilikaa kwa streets and I can tell you we can't survive kwa streets. So what are we gonna do? Lwanda akamwambia, I'm just going to take you to my house. We can all live there. So kama wamesimama hapo, Toros, the new cop, arrived with his team. And everybody was like, what's happening, man? What's happening? Yeah? So Toros akamwambia Linda, you are under arrest for helping Skylar escape. Dylan akamwambia, relax, don't just try to do anything. Justice have to be served. And Linda lazima akuwe punished kwa kusaidia Skylar kuepa. So just imagine, it was a very sad day for the Kabarages because for one, wamefukuzwa mansion, gari zimechukuliwa, accounts zimekuwa frozen, kwa hoteli imeenda. Now they have nothing, they have nowhere to go. And all of a sudden, Linda na yeye anakuja, anabambwa na makarao. And she was very much sorry, she was very much worried. Ndio Dylan akaambia Lwanda apeleke the rest of the family kwa nyumba, then yeye atafuatilia Linda pale kwa police post. And that's what he exactly did. Akaenda akapata already Linda ashaekwa ndani. So Lwanda, Nina, Ashley and Frida wakaenda kwa nyumba ya Lwanda. So Nina akaambia Frida that is one of their houses, still hapo ni nyumbani. Back to Susan's shop. Now Susan na Lola na Rispa, they were preparing for the show, fashion show ya designers yenye ilikuwa ina happen, yenye walinivitiwa na the new guy. Walikuwa na design nguo ya Rispa, wanaendelea kuipamba. Na hata nikuambie, tangu huyu jamaa akuje kupea Susan deal ya kuomoka, vile walikuwa wanaongelesha wase wengine, akina Bien, Mark, Baba Zuan na Isaac, you can't believe kama ndio wamechange hivyo. So they were praising the way Rispa ataenda kumodel, vile atakuwa na wakunywa. Then anambia Rispa shamelessly that akae rada because this guy is very handsome and he seems so real. And the girls were very happy, chatting how they gonna model, blah blah blah. So Ian na Mark wakaboeka, wakawatanisha, wakaenda. And Lola was like, shida yao ni gani? Asubuhi nimemalizana na Nina, sasa hii wanataka kuniletea
visirani. Mi sina time yao. So they went and sat outside the shop. Wakidiscuss vile umse anawabo. See, kidogo, after some time, this guy showed up. This time around, he has a cool car and a security guard. I don't know whether it will happen the same way in Zari. And I'm wondering who this guy will be in Zari. Ni actor mgani watatuletea? I can't wait to watch this episode. So jamaa anapata akina Bien na Mark. Anawambia ameletea Lola participation form and some other document aside. Then Bien anangalu jamaa anamwambia me I don't like you. Jamaa anamwambia ni kawaida, it's normal for men. Let me go in and give Lola these documents to sign. Sasa ndio hiyo time anaenda anapata Rispa anaendelea kupambwa. And the guy is impressed na hiyo nguo yenye Lola alitengeneza, and he was like, well done, you're doing a good job. Kama hii ndio samples utakuja nazo, I'm sure you're gonna get good deals. So Susan was like, hata hii kitu situanze tu sahi. So Lola signed the documents happily, but Bien was very, very sad about it. Hakusikia vizuri. Same to Mark, same to Isaac. So guys, Lola asha sign deal na new investor. Na sijui mambo itaenda aje. So kama unataka kujua chenye kitaendelea after today's episode at Maisha Magic Plus, DSTV, let's meet here again tomorrow nikiendelea kuwapea updates na vile mambo itaendelea kuchemka, cause the new twist looks more kinda interesting, cause hapa kuna watu watakosana, cause the way vitu zinaenda katikati ya Bien na Lola, sioni hii relationship yao ikiendelea kuwork. Na pia kama mlikuwa mmerealize, Mark had started falling for Rispa. That's why alikuwa anasikia vibaya wakati Susan alikuwa anamwambia the other guy is very handsome and he looks so real. So my good people, thank you for watching, and let's meet again in the next video. Hi. Say bye. Hi. Cocky finally dead. Because the main came again. Okay, so we should celebrate that Cocky is dead. Yeah. Okay. Yeah, not celebrate. Yeah? Yes, not celebrate. After celebrate because Cocky is dead. Now I'm gonna cook for you popcorns, don't worry. I'm gonna cook for you popcorns because you really hated Cocky.